makardinali 133 kutoka mataifa mbalimbali wameanza mchakato wa kupiga kura za siri kumchagua kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki atakayerithi nafasi ya Papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21 na kuzikwa Aprili 26 mwaka huu. Mchakato wa uchaguzi wa Papa maarufu kama conclave umeanza kwa makardinali wenye kukidhi vigezo vya kumchagua kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki duniani kuingia katika kanisa dogo la Sistine jijini Vatican. Kabla ya kuanza kwa uchaguzi wa Papa, kila kardinali anakula kiapo cha kutunza siri za conclave na kuahidi kuwa watatekeleza kwa uaminifu majukumu ya Papa kama atachaguliwa kuliongoza Kanisa Katoliki katika nafasi ya juu kabisa duniani. Awali, kabla ya mkutano wa kumchagua Papa, ilifanyika ibada ya misa takatifu iliyowajumuisha wakardinali wote wakiongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re mwenye umri wa miaka 91 ambaye hatapiga kura. Amewataka makardinali wenzake kuchagua kiongozi anayeweza kuliongoza Kanisa Katoliki katika kipindi alichokiita kigumu cha kudumisha umoja wa kanisa. Kufungwa kwa lango kuu la kanisa dogo la Sistine kumeashiria kuanza kwa mkutano huo wa faragha, huku makardinali wakianza kupiga kura, na kinachosubiriwa sasa ni moshi mweusi kuashiria Papa bado hajapatikana, na kio wengi ni moshi mweupe kuashiria habemus papam, yaani tumempata Papa. Naam, na kuangazia kwa ukamilifu kabisa kuhusiana na mchakato ambavyo unaendelea kwa hivi sasa, tunazungumza na Padri Titus Ngapemba. Yeye ni mwanafunzi wa mawasiliano chuo kikuu cha Kipapa huko Roma. Karibu sana, na pengine utuambie nini kinaendelea baada ya lango la kanisa la Sistine kufungwa sasa ambako unafanyika uchaguzi. Asante sana ndugu mtangazaji. Baada ya maadhimisho ya misa takatifu asubuhi ambalo makardinali walisali wao wenyewe tu, maaskofu na wengine wote walihudhuria bila kuvaa nguo kama mapadri wanaadhimisha kwenye nguo, basi wao maaskofu walikuwa rasmi kwa ajili yao. Kwa hiyo wengine waliwasindikiza tu katika sala. Na katika mahubiri Cardinal Re alitaka kwamba mapapa wajaribu kuona tofauti zao, lakini pia aliongelea kuhusiana, anasema kanisa katika upana wake, alikuwa anaongelea umoja, unity in diversity, umoja katika upana wake, katika tofauti zao. Alafu baada ya hapo sasa wameingia, kadiri ratiba ilikuwa inaonyesha saa 10:30 anaingia kwenye Sistine Chapel kwa ajili ya kufanya kiapo rasmi tena kingine, na wamefanya hivyo. Baada ya hapo basi wameanza sasa kupiga kura, na sasa hivi naona hapa live bado tunasubiri moshi ambao hatujui moshi utatoka. Kama ni moshi mweupe, basi manake ile robo tatu tayari imeshapatikana, manake kama makardinali 89 hivi wamesema ndio wamemchagua huyo. Manake ukitoka moshi mweusi itakuwa bado wataendelea tena katika hatua nyingine. Kwa hiyo sasa hivi TV zote ziko live, na hapa naona live bado watu wanasubiri, watu ni wengi kweli kweli, wanasubiri kuona utatoka moshi upi. Sawa Padri Titus, hapo kwenye huo moshi ambao umeugusia, moshi huo mweupe au mweusi unatarajiwa kila baada ya muda gani? Moshi mweupe au mweusi unatarajia baada ya kupigwa kwa kura. Baada ya kura zikishapigwa, ikifikia robo tatu, basi watachoma zile karatasi. Karatasi zenyewe ukizichoma, maana yake utatoka moshi mweupe. Maana yake sasa watatia chemicals fulani. Zile chemicals sasa, ikitoa chemical nyeupe, maana yake utatoka moshi mweupe, kuonyesha ishara ya kwanza kabisa kwamba Papa amepatikana. Basi baadaye atatangazwa rasmi na kardinali aliyowekwa rasmi kwa ajili ya kutangaza, alafu baadaye atatokea yeye. Lakini historia ya kanisa inaonyesha ilishachukua muda mrefu katika miaka kadhaa. Ukiangalia kwa haraka haraka miaka 10 iliyopita, Viterbe kwa mfano ilichukua miaka 3 kumpata cardinal, lakini ukiangalia miaka 10 kuanzia Pius wa 10 ambaye aliweka utaratibu mpaka Francis imetofautiana. Kwa mfano ukiangalia kwa haraka haraka Pius wa 10 kura zilikuwa 7, walirudia mara 7, lakini ilichukua siku 4. Akija Benedict wa 15, yeye ilichukua kura zilikuwa mara 10, lakini alichukua siku 3. Alafu tena unaenda kwa Pius wa 9, ilikuwa kura 14, walirudia mara 14 hizo ballots, lakini ilichukua siku 5. Alafu inaenda hivyo hivyo, na hapa hawa wanaofuatia wa Papa wa 266 na hawa, huyu walao ilikuwa siku 2 Francis, maana Francis pamoja na Benedict walichukua siku 2. Kwa hivyo unataka kutuambia unataka kutuambia inaonyesha hivyo. Unataka kutuambia inategemea na hali ya uchaguzi wenyewe inavyofanyika, sivyo?
Inategemea na uchaguzi wenyewe unafanyika. Kama nilivyosema, ni siri. Wao wanachofanya, TV zilionyesha mpaka pale ambako wamekula kiapo, baadaye wote wakatoka. Tunakushukuru. Wanaonyesha live, basi ni hivyo. Asante sana Titus, na tunaungana nawe tena wakati mwingine kwa sababu ni jambo ambalo tutaendelea kulifuatilia. Tunakushukuru sana kutoka huko Roma. Karibu. Asante.